back to history. Karibu tuangazie historia ya mfungwa aliyeteka akili za mahakama mpaka kupunguziwa kifungo chake gerezani. Mwaka 2021 ulimwengu utashuhudia mfungwa wa Kimarekani mwenye matukio ya kiuhalifu na kiujambazi akitoka gerezani baada ya kutumikia kifungo chake cha miaka 17. Mfungwa huyu alishawishi mahakama kwa kutumia akili zake kumpunguzia kifungo toka kifungo cha miaka 115 mpaka miaka 17. Atakapotoka gerezani, mfungwa huyu atakuwa ana jumla ya miaka 69. Jina lake anaitwa Kardashian ama maarufu kama bank robber. Ndiye mhalifu aliyeiumiza kichwa FBI kwa muda wa miaka 30 akitekeleza uhalifu wa kuiba fedha benki, takriban benki 50 pasipo kukamatwa. Na hicho ndicho hasa kitendo kilichowafanya FBI na waendesha mashtaka kumtangaza kuwa ndiye mhalifu mwenye akili aliyefanikiwa zaidi katika historia ya nchi ya Marekani. Kumekuwa na kelele nyingi kutoka kwa mashabiki wakitaka Hollywood kutengeneza filamu itakayohusu maisha ya bank robber, kwa kuwa ndiye mwanadamu aliyetekeleza uvamizi wa benki 50 kwa miaka 30 akiwa peke yake bila usaidizi wa mtu wa aina yoyote, na FBI kushindwa kupata taarifa zake ama data zake. Mbinu na weledi aliyokuwa nayo ndio vilivyotumika kutekeleza matukio yake mpaka alipokamatwa na kuamua kuwasimulia FBI kujaribu kumpunguzia adhabu yake ya kifungo. Historia yake kwa ufupi ni kwamba aliweka nadhiri kwamba alipenda kuja kuwa mhalifu mweledi akiwa na miaka 15. Kardashian alitekeleza tukio lake la kwanza la kijambazi ambapo alijaribu kuiba kwenye benki moja huko Marekani bila mafanikio, na alipigwa risasi tumboni na kukamatwa. Baadaye alipelekwa kwenye gereza la watoto na alifungwa kifungo cha miezi 18. Baada ya kutoka gerezani, alizamilia kuwa awe mhalifu mwenye weledi kiasi kwamba afanikiwe matukio yake bila kukamatwa na kadhalika, kuiba fedha nyingi kwenye benki. Mhalifu Kardashian alitamani kujua mifumo ya ujenzi wa benki, namna walinzi wake na wafanyakazi wake pia. Alihitaji kujifunza utumiaji wa silaha, ajue namna ya kujihami self defense, na ajue namna atakavyotoroka na fedha. Baada ya kuweka dhamira hiyo, Kardashian aliamua kujiunga na chuo kikuu cha Verona cha umeme, na akachukua fursa hiyo kujiunga na jeshi la Marekani. Na alipomaliza chuo alifanya kazi kwenye jeshi la Marekani kwa muda mfupi. Na alipokuwa jeshini alipata mafunzo ya kijeshi ya weapon training. Alipokuwa mtaani alijifunza na mafunzo ya upambanaji wa kujihami, ambapo alifanikiwa kupata mkanda mweusi wa kimapambano. Baada ya kufanikisha na kuhakikisha kuwa akapata ujuzi aliokuwa akiuhitaji kwa ajili ya kufanikisha wizi wake
na kuwa mwizi maarufu wa benki hodari duniani ambaye hakuwahi kutokea duniani kama yeye. Ndipo alipoanza kuvamia kwenye benki mbalimbali katika nchi ya Marekani, na huyo ndio mfungwa anayejulikana kwa jina la Ben Clover. Asante sana kwa wewe ambaye umekwisha kusubscribe channel yetu ya Ndugu Online TV. Kwa wewe ambaye bado hujasubscribe, fanya kusubscribe kisha kugusa alama ya kengele. Naitwa Hustler Boy ama The Hustler Tanzania.